yake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri niwepo kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kumshangilia Bwana kwa wema wake na upendo wake ambao unazidi kuambatana nasi katika maisha yetu. Ni Jumatano ya pili kwa mwezi huu wa 3 2026, tukiwa tunaendelea na somo zuri sana hili katika wiki hii. Na katika siku ya leo tunalo somo letu linalosema namna ya kutoboa au kuondoa maumivu kwenye maisha yako. Namna ya kutoboa maumivu katika maisha. Maumivu ni hali ya mateso, maumivu ni majeraha ambayo mtu yaweza kuwa ameyapitia kutokana na changamoto za maisha. Maumivu yanaweza yakawa katika uchumi, maumivu yanaweza yakawa katika kufiwa, maumivu yanaweza yakawa katika mahusiano, maumivu yanaweza yakawa katika masomo, maumivu yanaweza yakawa katika kazi, kila ngazi, maumivu yanaweza yakawa katika magonjwa. Namna ya kuondoa maumivu au kutoboa kabisa maumivu. Niweke hii namna ya kutoboa kama unavyoliona somo hapo linavyopita, namna ya kutoboa maumivu katika maisha yako. Namna ya kutoboa maumivu. Ni maumivu gani ambayo nilionayo mimi au ulionayo wewe, ambayo wakati mwingine umeshindwa kuyatoboa na kuyatoa katika moyo wako? Watu wamebeba maumivu na hadi yamechora majeraha katika mioyo yao. Maumivu ni kati ya kitu ambacho leo kipo katika dunia hii ambacho kimekuwa akiepukiki. Lakini leo habari njema ni kwamba tunajifunza namna ya kuondoa maumivu katika moyo wako, namna ya kutoboa maumivu katika maisha yako. Sikiliza, habari njema ni kwamba katika kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 21 ndipo pale ambapo somo hili limejikita, na kitabu kile cha Yohana Injili, Biblia, katika Biblia Yohana Injili sura ile ya 5 na kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 15 tunakutana na kisa cha mtumishi wa Mungu huyu ambaye aliugua kwa muda wa miaka 38, ambapo huyu mtu alikuwa anapitia maumivu katika Yerusalemu. Maumivu kule alikuwa anayapitia. Siku moja Yesu akafika katika mazingira yale na akawatazama, aliyaona maumivu ya yule mtu na akaulizwa, unataka kufanyaje? Unataka upate nini leo? Lakini hoja yake kubwa ilikuwa nataka kupona. Na ndio maana hata leo unaendelea kuulizwa na Bwana. Jumatano ya leo unataka nini kwa Bwana? Lakini huyu mtu, sikiliza namna ambavyo Yesu alitoboa maumivu kwa huyu mtu. Namna ambavyo Yesu alitoboa maumivu kwa huyu mtu. Sikiliza kwa umakini hapa. Namna ambavyo alitoboa ni kupitia neno. Sikiliza, neno lina nguvu ya kutoboa maumivu, na ndio maana maneno yana nguvu ya kutoboa maumivu kwenye maisha. Hebu piga picha, mama unauguza kwa muda mwingi, unauguza mtoto, alafu aje mtu akwambie haya yataisha, usikate tamaa, haya yatafikia mwisho. Unajisikieje? Hayo ni maneno ya watu. Neno la Mungu sasa, sikiliza, neno la Mungu lilikuja kwake akaambiwa, ondoka, jitwike, ondoka, jitwike, uende. Ondoka, jitwike, uende. Ni maneno mojawapo ambayo aliambiwa huyu mtu ambaye alikuwa mgonjwa, alikuwa na machungu, alikuwa na maumivu. Baada tu ya kuambiwa hivyo, habari njema ni kwamba huyu mtu aliondoka moja kwa moja kupitia kutii sauti ile ambayo neno la Bwana ilisema. Sikiliza mtu wa Mungu, nani sikiliza hapa. Na ndio maana hata jemedari sema neno moja tu nipate kupona. Aliamini kupitia neno maumivu yanaweza yakaisha. Habari njema, unayepitia maumivu ya magonjwa na maumivu mengine yoyote yale, kupitia neno katika siku ya leo, weka ndani ya moyo wako, maumivu yanaweza yakaisha. Sikiliza, kivipi? Aliambiwa usitende dhambi tena. Neno linaleta mabadiliko halisi katika maisha ya mtu, kuanzia ndani ya moyo hadi kwenye akili, roho, nafsi, vyote hivi
vinapata mabadiliko halisia. Sikiliza, huyu mtu alipata mabadiliko halisia, sio tu katika mwili, hata ndani ya nafsi. Na ndio maana anaambiwa kwamba usitende dhambi tena. Ni mojawapo ya kitu ambacho kitabadilisha maisha yake na kitamleta katika mazingira mengine. Habari njema ni kwamba yeyote yule anayenitazama hapa, unayepitia maumivu, najua kuna watu hapo mnatuma maombi yenu katika Jumatano hii tunapoenda kuomba, unayepitia maumivu yoyote yale, maumivu ya kuachika, maumivu ya kukosa kazi, maumivu yoyote yale, maumivu ya kiimani, wakati mwingine umekuwa katika dhambi hadi leo bado unajuta, maumivu ya uraibu, leo Bwana anahitaji leo na wewe uondoke, utembee, uondoke na uende kupitia neno la Bwana kwa jina la Yesu. Narudia tena, kwa wewe ambaye unaweka imani kwa Yesu, kuanzia sasa uondoke na uende. Lile ambalo linakuumiza kwa dakika hizi chache, Mungu akakupatia ushindi kwa jina la Yesu. Na tuombe. Ni maumivu yapi ambayo ulionayo leo? Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa siku hii ya leo. Shuka kwa mtoto wako huyu kwa maumivu haya ambayo ametuma hata katika grupu hili na katika namba hiyo na katika kipindi hiki kwa ajili ya kukutana na wewe Bwana. Maumivu ya kimahusiano, maumivu ya dhambi, maumivu ya uchumi, maumivu ya magonjwa. Yaweza kuwa natazama na mtu hapa yupo kitandani sehemu fulani ana maumivu katika asubuhi ya leo na mchana wa leo na jioni ya leo. Ninachoomba ni kwamba Bwana, kutana naye kwa jina la Yesu. Kutana naye kwa neno lako Bwana, na ukalete uponyaji hata kupitia kipindi hiki na maombi haya. Shuka kwa uwezo wa jina lako Yesu, ukalete uponyaji na kupoza maumivu hayo na kuleta rehema na faraja na neema katika maisha ya mtoto wako, ni kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen.